Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Mungu ni mwema, tunamshukuru kwa ajili ya tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hakika yeye ni mwema sana. Sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Lakini pia tunaomba huruma na neema zake pale ambako hatukutenda sawa sawa, hatukutimiza wajibu wetu. Yamkini pia imani yetu ilitindika, ilipungua. Mungu tunaomba utusamehe. Yamkini kuna dhambi ambazo hatuzijui. Mungu tunaomba huruma na neema yako, tunaomba utusamehe, utuoshe, utakase kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Na siku ya leo tunaendelea na lile healing manifestation of God, yani udhihirisho wa uponyaji wa kimungu. Kuna uponyaji tofauti tofauti. Sasa sisi tuna ile udhihirisho wa uponyaji wa kimungu. Na leo ninapenda tuangalie katika Luka 5. Tutasoma Luka 5:12-17. Inasema, ikawa Yesu alipokuwa katika mojawapo ya miji ya huko, mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamuona. Basi mtu huyo akaanguka kifudifudi akamwomba Yesu, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono akamgusa na kusema, nataka takasika. Mara ule ukoma ukamwacha. Naye Yesu akamwamuru, usimwambie mtu yoyote, bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako, kama alivyoamuru Mose, kuwathibitishia kwamba umepona. Lakini habari za Yesu zilizidi kuenea kila mahali. Watu makundi mengi wakusanyika. Tuishie hapo. Mtoto wa Mungu, mpendwa mtu wa Mungu, unasoma habari hii. Mtu huyu mwenye ukoma, kuna vitu alifanya. Sasa twende kwenye tafakari. Ilikuwa hivi, Yesu alikuwa anapita katika mji fulani huko. Na katika mji kuna mtu ambaye ana ukoma mwili mzima. Huyo mtu mwenye ukoma alimuona Yesu akiwa anapita. Huyo mtu mwenye alimuona Yesu. Alipomuona alifanya yafuatayo. Kwanza akaanguka kifudifudi, ni kama akamsujudia, afu akamuomba. Sasa hii yote haikutokana tu alipomuona. Huyu mtu kuna jinsi kwanza alisikia habari za Yesu, kwamba Yesu Kristo anaponya ukoma, anafanya hivi, anaponya magonjwa yaliyoshindikana, yasiyowezekana, Yesu Kristo anaweza. Kwa hiyo huyu mtu alikaa akaweka mpango. Maelewa? Alikaa akaweka nini? Akaweka mpango. Mimi sasa nitakapomuona yule Yesu ambaye anaponya, nitafanya 1, 2, 3. Mpango wa kwanza alisema nitamsujudia. Mpango wa pili nitamuomba. Na kuna jinsi alimuomba. Tupo pamoja mpendwa mtoto wa Mungu. Sasa nini maana ya ukoma? Nasema ukoma ina maana nyingi tofauti tofauti, lakini hapa kuna 2 au 3 nitasema. Ni ile hali ya mwili kuwa mweupe kama theluji. Hii unapata kutoka 4, 6, naweza kusoma kutoka yote. Lakini pia ukoma ni ile hali ambayo watu wengi tunaijua, na hata Kigamboni kunasema wametenga kabisa kwa ajili ya watu wa ukoma. Ni ile ya mtu kuwa amepungukiwa viungo vya mwili, hasa vidole vya mkono au vidole vya miguuni. Lakini pia soma mambo ya Walawi haya sura ya 13 na sura ya 14. Hivyo. Kwa maana hiyo sasa, huyu mtu wanasema alikuwa na ukoma mwili mzima. Kwanza inawezekana alikuwa na huo upele mweupe kama theluji, lakini pia alikuwa na vipako hivi, vikoko vingaavyo katika mwili wake. Lakini inawezekana pia alikuwa vidole vyake vimefanyaje? Vimekatika. Kwa hiyo katika hii hali hospitali hawezi kuponya, labda kusema waongeze vidole vya mikono vyokuwa au vidole vya miguu. Haiwezekani. Umeona? Lakini hiyo hali ya vipako vya nini inawezekana alienda hospitali, haikuweza kuponya. Ukoma kama ukoma ni ngumu na ni agharabu kupona. Tumsifu Yesu Kristo mpendwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo huyu mtu aliazimia kwa sababu alisikia habari za Yesu anayefanyaje, kama mwanzo nilivyosema, Yesu anayeponya. Kwa hiyo lakini pia unavyojua wakoma wanafanyaje? Wanatengwa. Nilivyosema hapo awali kwamba hata Kigamboni kunasema wametengwa wakoma sehemu mbalimbali tu. Hata kipindi cha awali wakoma walikuwa wanafanyaje? Wanatengwa. Sasa huyu mtu katika akili zake hakuwaza ule unajisi wake. Wakoma alikuwa ni ugonjwa wa unajisi. Hakuwaza huo unajisi wake kwamba mimi ni mtu wa kutengwa, ni najisi, sichangamaniki na watu wengine. Hakuwaza hivyo. Hakikumzuia kabisa huko. Mkoma huyu hakuangalia unajisi wake kwamba mimi ni mtu wa kutengwa, sipaswi kuchangamana na watu wengine. Mkoma huyu hakuwaza kizuizi hiko hata kidogo. Alichowaza
alichowaza, nikimuona Yesu nitafanya moja mbili, aliplan. Na katika mambo yake akamuona Yesu, akatenda. Na alivyotenda akamwambia Yesu hivi. Akamwambiaje Yesu? Anasema kwamba alimwambia kwamba Mungu wangu, alimwambia kwamba Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Ukitaka waweza kufanyaje? Waweza kunitakasa. Ukitaka waweza kufanyaje? Kunitakasa. Kwamba kama akitaka sawa. Je, kwanza alikuwa anajua uwezo wa kunitakasa Yesu Kristo anao kutokana na historia aliyosikia kwa wengine. Lakini je, wasiwasi wake ilikuwa ni kutaka. Alikuwa anaamini Yesu anaweza, lakini hakuamini kwamba Yesu atataka kunitakasa kweli mimi mwenye ukoma. Yaani mimi ninayeumwa labda hivi, wewe unayeumwa, mfano unayeumwa ugonjwa unaojua wewe mwenyewe ambao ni stili yako. Je, Yesu unaweza kujua Yesu anao uwezo, lakini anataka mimi nipone. Yesu anataka kweli mimi nipone. Ndivyo alichofanya huyo mkoma. Sasa iko hivi. Alifikiria kama akitaka sawa, ila ninachoamini na ninachojua ana uwezo. Akikataa kunitakasa sawa. Yaani akikataa kukuponya sawa, lakini unachojua ndani ya moyo wako uwezo anao. Nikimuona nitafanya 1 2 3 kwa sababu uwezo anao. Swala la kutaka sio issue yangu, atajua mwenyewe. Akitaka sawa, asikotaka sawa. Ninachojua mimi nikimuona Yesu nitamuomba kwa sababu uwezo anao. Na huyu mtu alifanya hivyo. Alimsujudia, alimuomba na akasema. Na Yesu nini alifanya? Yesu alinyanyua mkono wake, akamgusa, akasema, ninataka takasika. Ndivyo ilivyo hata majira haya kwako na kwangu, kwamba Yesu Kristo Mungu wetu majira yote na wakati wote uwezo anao wa kutuponya, na anataka kutuponya. Elewa hili mpendwa mtoto wa Mungu. Sio kama yetu, ni mapenzi ya Mungu kutufanyaje? Kuponya. Mwalimu Francis Lango ameandika kitabu kimoja kinaitwa Ni mapenzi ya Mungu kuponya. Homa ikamwacha. Ukikipata kisome. Kwa hiyo tambua katika akili yako, fikra zako, ni mapenzi ya Yesu, mapenzi ya Mungu kuponya, na uwezo anao. Umeelewa? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu akafanya hivyo. Na asubuhi ya leo, alfajiri ya leo, mpendwa mtoto wa Mungu, ninakuombea Yesu naye majira anyooshe mkono wake huko uliko, akuguse katika mguso wa ajabu, na akuponye katika jina lake, jina lipitalo majina yote. Yesu anataka uponye sasa, sio baadaye. Now, instantly, now. Uponye sasa, sio baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kilichotokea ni nini sasa? Kilichotokea ni ule ukoma kumwacha. Ukoma ukamwacha. Biblia nyingine nasema ukoma ukamuondoka. So, kama ulimwacha, kuna hali au kuna kitu ambacho kilikuwa kimemshika, kimemkamata, kimeungana naye, ambacho akitakiwa kuwa pamoja naye. Yaani kuna kitu, kuna uvimbe ambao utakiwa kuwa hapo ndani ya mwili wako, umekukamata, umekushika, umekaa, ambao sio sehemu yake. Yaani kuna uvimbe ndani ya tumbo. Kuna uchafu ndani ya tumbo ambao unafanya tumbo linauma, sijui inakuaje, ambao hautakiwi kufanya hivyo. Na Yesu alivyosema nataka takasika, nataka pona, alipona. Ile tukaacha kaondoka. Au ikamuondoka. Kama kumuondoka kwamba kuna kitu kilimshika, kilimkamata, ambacho hakitaki kumshika. Kwa maana ya majira haya, asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, kila kilichokaa kinyume ndani ya mwili wako, kilichokukamata, kilichokushika, kilichoweka makazi, kimefanya ndo sehemu ya kukaa hapo, majira yake kuachie katika jina la Yesu Kristo. Kikuondoke, kikuache katika jina la Yesu Kristo. Jina lipita. Haijalishi nini kimekushika majira haya, haijalishi ni nini kimekushika. Yamkini kichwa kuuma, uvimbe ndani, mguu umeshika ni mzito, huwezi kutembea, majira yake kuachie katika jina la Yesu. Lakini kuna maji mengi katika kichwa chako, yamejaa kwenye kichwa cha watoto wako, majira hayo maji yaondoke, yaachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ukiendelea kusoma kwa mbele mpaka mtu wa Mungu, utaona Yesu Kristo alimwambia nini. Some hiyo Biblia yako, Luka 5:12-17. Na Mungu akutendee sawa sawa. Amini. Umesikia habari hii ya leo ya Yesu Kristo? Amini. Tenda sawa sawa na huyu mwenye ukoma alivyotenda. Msujudu Mungu, muombe Mungu,
eka imani yako na tenda katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, na siku yako imebarikiwa na Yesu Kristo amekuponya. Amina, itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu kwenye ukurasa wetu wa Witness ambao unazungumzia kuhusu uponyaji, healing, manifestation of God. Shalom, shalom.